kapteni wa mashabiki. Hatari. Mtu wa Kigoma. Hatari. Lake Tanganyika leo imechangamka. Goli 2-0 dhidi ya Mashujaa, moja ya mchezo ambao ulitabiriwa kuwa utakuwa mgumu sana kutokana na Julio maneno yake, lakini pia nature ya kiwanja na Mashujaa ubora wao. Kwanza nitumie nafasi kuwapongeza technical bench wachezaji kwa namna pekee ambao wamepambana kwa ajili ya kuhakikisha Young Africans tunapata matokeo. Si kwa ajili yetu, yani sio kwa kutaka sisi, ni wao wamepambana na tumepata matokeo. Tuwapongeze sana sana sana. Lakini tumia nafasi hii kuwapongeza Nyuki wa Kigoma. Nyuki wa Kigoma kwa maana ni mashabiki na wanachama wa Young Africans. Milio ya Nyuki ilikuwa inasikika sana kwa kazi kubwa waliyofanya kusapoti timu. Mimi nimefurahi kwa namna ambavyo wachezaji wamepambana. Kupata alama 3 kwenye uwanja mgumu kama Lake Tanganyika sio jambo dogo. Kupata alama 3 kwa mtu kama Julio, mtu ambaye tayari alikuwa amefanya maandalizi makubwa. Lazima tuseme ukweli. Taarifa tulizokuwa tumezipata sisi ni kwamba Mashujaa waliahidiwa mzigo wa fedha nyingi mno. Bwana. Ndio nakwambia. Taarifa tulikuwa nazo sisi. Mimi nitakuonyesha hata kwa ushahidi. Waliahidiwa fedha nyingi takriban milioni 100 kama watashinda mchezo ule. Nani aliwaahidi? Wanao tukimbiza kwenye ligi yetu. Lakini tuseme tuwapongeze, wamepambana sana, na sisi wana Yanga tumepambana kwa namna ambavyo tumecheza vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi. Haikuwa bahati kufunga magoli mengi, lakini tumetengeneza nafasi nyingi. Hiyo ndio Yanga ya wananchi. Baadhi ya watu wamekuwa wakiwalalamikia wachezaji wenu kwamba kuna wengine viwango vyao si kama ambavyo walivyokuja, mfano Pacome Pedozo ananyoshewa sana kidogo. Unaifananisha Yanga kwa Yanga. Mara nyingi ndio iko hivyo. Young Africans kwa Young Africans, viwango vya wachezaji vimeshuka, lakini hawa wachezaji ndio wanaotufanya tuendelee kuwa kifua mbele kwenye ligi yetu kwa kuongoza kwa idadi kubwa ya magoli, kwa idadi ndogo ya kuruhusu magoli, lakini kwa kuwa na alama nyingi kwenye ligi yetu. Kwa hiyo huyu anayesema hivyo lazima kwanza aende akaangalie takwimu. Young Africans imefika wapi? Young Africans inaongoza ligi, haiongozi ligi. Kwa hiyo wanatufananisha sisi kwa sisi. Kikubwa tunachohitaji sisi ni ushindi kila mechi. Kila mechi tumeshasema kwetu sisi ni vita. Lazima tupambane kweli kweli. Bakari Nondo Mwamnyeto anakwenda kuweka goli la pili ambalo linaongeza nguvu ya ushindi. Ni kama alivyookoa pia alama kwenye Kariakoo Derby. Kulikuwa na haki kumbe mlivyomuomba msamaha baada ya kufanya makosa kwenye mechi ya Dodoma Jiji. Na nitumie nafasi hii tena kumuomba Bakari Nondo Mwamnyeto. Kapteni wa Young Africans, kapteni wa makombe, tusamee bure mashabiki, maana hatujui tulitendalo. Tusamee sisi kwa sababu furaha yetu sisi ni Young Africans na iko kwenye mikono yako. Leo hii umeenda kudhihirisha kwamba wewe ni bora kuliko hata Luemba kwa sababu umefikisha goli 2 Luemba hana. Tusamee baba, unaendelea kudhihirisha na nikuombe endelea kufunga. Yaani sio tu kufunga magoli, funga mpaka midomo ya watu. Wote waliokuwa nakubeza, Bakari Nondo tusamee, tumekoma, tutarudia, tutaendelea kuheshimu mpira. Baba wewe ndio umekwenda dakika za mwisho za jioni. Tumekosa magoli mengi ujue. Yale magoli mengi yamekuja kugeuka mwishoni. Bakari Nondo anatuinua. Kapteni mwenye magoli mengi kuliko makapteni wote katika nchi hii. Kwa nini mlinganisha na Luemba wakati nafasi mbili tofauti? Bakari Nondo ana goli 2 mpaka sasa hivi. Ino Luemba ana goli hata moja. Hao amefunga kwenye mechi hivi. Mnikumbushe? Hajafunga. Sasa kama beki anakwenda kuscore goli 2 kwenye ligi na wewe umeshindwa kufunga hata goli moja, wewe ni mshambuliaji. Maana yake ni kwamba Bakari Nondo beki anafaa, kama inatokea Simba wanabahatika kumpata Bakari Nondo, basi wanakwenda kumpa ile namba ya mbele pale ya Ino Luemba. Bakari Nondo. Umeona goli alilofunga lile? Magoli muhimu, afu yeye anafungaga dakika za jioni tu. Pale Jenerali dakika za maajabu kafunga akatuinua. Huyo hapo. Yaani mpaka sasa hivi ana goli 3 Bakari. Julio amewaponza Mashujaa kwa maneno yake kwa namna moja ama nyingine. Amejiponza na yeye mwenyewe kwa sababu moja kati ya kauli ambazo ni mbovu ni zile alizozungumza. Katika nchi hii ubora wa Young Africans. Young Africans ndio timu bora kuliko timu zote kwenye nchi hii. Unapokuja na maneno ya kashfa, kuikashfu Young Africans na kuzungumza maneno ya sofa, kuja kuzungumza wachezaji wetu, maneno mengi, wachezaji wetu wajanja. Kweli Mudathiri haya ameonyesha kwamba yeye ni mjanja. Amefunga goli bora ambalo nani waombe bodi ya ligi ili watende haki. Goli la Mudathiri haya basi linatakiwa kuwa goli bora la msimu kwa sababu namna alivyopokea mpira kutoka ukanda wa Gaza. Ukanda wa Gaza unakuwa huku nyuma huku. Goli liko mbele. Kwa hiyo unapokea kutoka ukanda wa Gaza unageuka unapeleka kusini mwa Afrika Mashariki na Kati. Mwana goli hilo. Mudathiri haya. Anko mjomba wetu. Hapana. Goli la Chama unaruka juu msamba, unashuka chini miguu imetanuka, alafu mechi inaisha sare. Ubora wa goli unatoka wapi?
Goli kama goli. Alafu bado unataka tuzo. Mmemdhulumu tuzo au? Hapana, na hili lazima tuzungumze ukweli. Mashabiki wa mpira kuna nyakati tuheshimu mpira. Alan Okello anachukua tuzo akiwa anaongoza kwa goli 9. Amefunga goli 9. Clatous Chota Chama ana goli 5. Na hapa ndo utakapojua wachambuzi wengi wa michezo kwenye nchi yetu wamegubikwa na mapenzi ya timu zao. Unataka Chama achukue tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kwa vigezo vipi? Yaani wewe una goli 5 ukachukua mbele ya mtu ambaye ana goli 9. Kweli? Kuna wakati tuheshimu mpira. Kwenye mechi nyingi tofauti na Okello. Okello man of the match 4, Chama man of the match 5 kwenye mechi 5. Na ndio maana nakwambia kama ligi yetu, bodi ya ligi na wale wanaotoa tuzo kama watatenda haki, nataka nikwambia kitu kimoja. Tuzo inakwenda kwenye vigezo gani? Kwanza uwe mchezaji ambaye umecheza vizuri kuliko wote, good performance, umescore, umefanya nini, si ndio? Kama tunakwenda kuangalia kuna watu wanapewa tuzo kwa sababu ya kufunga goli, tumwangalie Azam anacheza na Simba. Dakika za mwisho Zidane Selele amenyanyuliwa kwenye kiti. Amecheza dakika 5 tu, anakwenda kusawazisha goli, anakuwa man of the match. Kwa nini? Kwa sababu amefunga goli, si ndio? Alan Okello tunacheza dhidi ya Dodoma Jiji, tunapoteza goli 3. Alan Okello alifunga goli ngapi? Goli 2. Kama tunakubaliana kuscore unapewa tuzo. Alan Okello alizulumiwa tuzo yake pale dhidi ya Dodoma Jiji kwa sababu aliscore goli 2. Kwa sababu tuzo haiendi tu kwa sababu timu wewe umenifunga mimi na kuna mtu hapa amecheza vizuri. Maana yake nini? Man of the match, mchezaji alicheza vizuri kuliko wote. Unataka kuniambia kuna tuzo zingine ambazo watu walipewa hawakustahili? Kama ile tuzo angepewa Alan Okello aliyozulumiwa dhidi ya Dodoma Jiji na amefunga goli 2, saizi angekuwa na tuzo 5 na Clatous Chota angekuwa na tuzo 5. Lakini itoshe kusema kuwa na man of the match hakukufanya ukawe bora mbele ya mtu ambaye amefunga goli nyingi. Unaweza ukatuambia Alan Okello akimaliza na goli 20, alafu Clatous Chota Chama ana man of the match 20, kwamba Chama anatakiwa kuwa mchezaji bora kwa sababu ana man of the match kuliko mtu ambaye yani kuwa MVP kuliko mtu ambaye amefunga goli nyingi? Wewe unaona inakuja hiyo? Lakini wanachomata ni pointi 3. Umeisaidiaje timu yako na ubora wako? Okello nyinyi mechi mwezi ulioisha mmepoteza mechi moja, Simba wameshinda zote na Chama akiwemo. Kwanza lazima kuna kitu watu wajue. Angalia mchezaji ana mchango gani kwenye wakati gani. Kuna swala umeniuliza hapa kwamba Yanga wachezaji kadhaa wamedrop, si ndio? Kama Yanga Alan Okello anakwenda kuscore magoli 9 chini ya wachezaji ambao wamedrop. Hebu tuambie upande wa pili, wao wachezaji wao ambao wameshine mpaka sasa hivi. Tuambie ni mchezaji gani tangu ligi imeanza wa Simba ambaye amechukua tuzo ya man of the match? Nani tuzo ya mchezaji bora wa mwezi? Hakuna. Sasa kama una timu ambayo tangu ligi imeanza mpaka sasa hivi haujachukua mchezaji bora wa mwezi, wewe unategemea nini? Ndio uko unaitaka hii mbele ya mtu ambaye ana goli 9? Serious? Upo serious? Kuna wakati mpira lazima tuheshimu na tutawaambia bodi ya ligi. Sio kazi kutufungia tu sisi mashabiki. Kuna wakati mnatakiwa mtende haki. Huu mpira ukitendewa haki tutaenjoy sana wa Tanzania. Sio, umeelewa? Lazima niwaambie. Na kupitia nafasi hii nawaambia kabisa bodi ya ligi. Siungi hoja mashabiki kama Baraka na Fumau kufungiwa. Na sikatai. Nawapongeza kabisa kwa sababu walifanya makosa. Lakini katika kumfungia shabiki kuna kwenye adhabu za bodi ya ligi au kamati saa 72 kuna kipengele wanasema unaweza ukasikia mtu fulani amepewa onyo kali. Si ndio wanavyofanyaga? Sasa kwa nini Baraka na Fumau Mshairi wasiwape onyo kali kwa lengo la maslahi makubwa ya kipato cha Young Africans? Mimi nasema kabisa kumfungia Baraka Yanga, kumfungia Fumau Mshairi umekwenda kuathiri kipato cha Young Africans. Serious kabisa. Uchumi wa Young Africans unashiriki kwenda kubomoa kwa sababu kuna 20,000 ngapi? Kwa sababu ushasema alikuwa na tiketi 20,000. Kama amefanya makosa mpe onyo. Tunakuonya kwa sababu ya vitendo hivi sio vya kiungwana. Sasa kwa nini unakwenda kumfungia Baraka Yanga miezi 3, Fumau miezi 3? Ina maana Young Africans kuna 20,000 ngapi hapa? Lakini vile vile kwenye kufungia mtende haki. Leo hii ninavyozungumza na wewe kuna kiongozi wa Simba anaitwa Swidi Mkwabi. Yule amefanya makosa, amepiga mpaka watu, ameingia na silaha uwanjani kwa maana ya chupa ambazo haziruhusiwi, amekwenda kufanya makosa makubwa uwanjani. Lakini mpaka leo wewe umesikia wapi amefungiwa? Wewe ulisikia kafungiwa? Kwa nini usimfungie ili umma ujue huyu ni kiongozi wa Simba? Aligeuka Mwakinyo pale katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa nini usimfungie? Kwa nini usimfungie? Tena ujeuri huu anapewa na bodi ya ligi. Kama anaweza kuwapiga mpaka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, anajiamini nini? Ndio maana mpaka sasa hivi hajafungiwa. Tusiwekeze tu kuwafungia watu. Ikiwa kuna watu wanatakiwa wapewe adhabu. Mimi nikwambie mpaka sasa hivi namsubiri Baraka Yanga akifika
tunakwenda kukata rufaa ya adhabu waliopewa Baraka na Fumau, na hii rufaa tutakwenda kushinda. Tunakata rufaa kupinga kabisa adhabu hiyo, walitakiwa wapewe onyo na sio kufungiwa. Mimi nikushukuru kapteni. Asante sana.